Habari za wakati huu, mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhandisi Edwin Ngonyani amezishauri taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za kiserikali kutumia Kituo cha Taifa cha Kutunza Kumbukumbu ili kuepukana na usumbufu utakaoweza kujitokeza hapo baadaye iwapo kumbukumbu za kazi zao zitapotea kutokana na majanga mbalimbali. Mhandisi Ngonyani ametoa ushauri huo leo jijini Dar es Salaam wakati alipotembelea Kituo cha Taifa cha Kutunza Kumbukumbu kwa lengo la kujua changamoto zinazokikabili kituo hicho na kuona namna watakavyoweza kuzitatua. Kwa upande wake, mkuu wa kituo hicho Bwana Abduli Mambo Kaleo amesema changamoto kubwa wanayoipata ni uelewa wa wakuu wa taasisi mbalimbali juu ya umuhimu wa uhifadhi wa kumbukumbu katika kituo hicho. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Mamlaka ya elimu nchini Tanzania TEA leo imesaini makubaliano na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sehemu ya Mlimani yenye lengo la kutoa zaidi ya shilingi milioni 400 ambazo zitatumika kujenga uzio katika mabweni ya wanafunzi wa chuo hicho. Makubaliano hayo yamesainiwa leo jijini Dar es Salaam, ambapo kwa upande wa mamlaka ya elimu nchini Tanzania TEA imewakilishwa na kaimu mkurugenzi wake Bi Graciana Shirima, huku Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kikiwakilishwa na makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Rwekaza Mukandara. Wakizungumza mara baada ya kutiliana saini makubaliano hayo, viongozi hao wawili kwa pamoja wamesema suala la uimarishaji wa elimu ni la msingi na hivyo ni wajibu kushirikiana katika kuleta ufanisi zaidi. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imesema kituo cha mabasi ya daladala cha Makumbusho kimejengwa chini ya kiwango na hivyo kuna haja ya kukifanyia marekebisho ili kupunguza msongamano wa mabasi uliopo kwa sasa. Meneja msimamizi wa vituo vya mabasi katika manispaa ya Kinondoni Bwana Dismas Hafidhi ameiambia Kurasa leo kwamba tayari mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni ameshamwagiza mkandarasi kurudia ujenzi wa kituo hicho. Amesema ujenzi wa kituo hicho unatarajiwa kuanza mara moja na utadumu kwa takriban miezi 6 na punde utakapokamilika utasaidia kupunguza msongamano wa mabasi yanayotumia kituo hicho. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata hapa EA TV. Kurasa inadhaminiwa na